pole kutokana na matokeo ambayo umeyapata katika ardhi ya nyumbani, lakini pengine tueleze matarajio yako, lakini namna ambavyo umeingia katika mchezo huu. Ulianza na mfumo wa walinzi watatu, lakini kadri dakika zilivyozidi kwenda ulibadilika na kuweza kufanya mabadiliko ya wachezaji baadhi. Nini ambacho kimepelekea kupoteza kwa idadi kubwa ya magoli hasa katika ardhi ya nyumbani? Cha kwanza niseme pole kwa Tanzania wote, kwa sababu matarajio hayakuwa haya. Tulitaraji kucheza vizuri na kupata matokeo mazuri. Tumeianza mechi vizuri, tukiongoza mechi muda wote kipindi cha kwanza. Lakini tumetengeneza nafasi kadhaa za kufunga kwenye kipindi cha kwanza, hatukuweza kuzitumia. Tulilinda vizuri kipindi cha kwanza, kama ambavyo uliona hakukuwa na hatari yote kwenye lango letu kwa sababu tulikaa vizuri kwenye safu yetu kujilinda. Kipindi cha pili tulikuja na mbinu mbadala kujaribu kuona namna gani tutaweza kuongeza timu kwenda mbele kutafuta magoli, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba tulipishana na uhalisia. Cha kwanza tulimpoteza mtu muhimu kwenye timu yetu, mtu ambaye alikuwa ndio kiongozi kwenye timu, anayeongoza timu na akifanya matukio yote muhimu kwenye kipindi cha kwanza. Lydia akawa ameumia. Kwa hiyo wakati tunaendelea kujiorganize kuziba pengo la Lydia namna gani imekuwa, tukafanya makosa mepesi ya kuruhusu goli la kwanza, makosa ambayo yaliwafanya wapinzani wetu kuichukua game sasa kuanzia pale na wakaanza kuiongoza game. Kwa hiyo wachezaji wangu hawakucheza vizuri na bado waliendelea kufanya makosa mengine. Utaona magoli mengine mepesi mawili yametokea, goli la pili na goli la tatu kwa penalty, kwa maana kwamba walitoka mchezoni na tayari walipoteza kila kitu kwenye mchezo. Je, kuna sehemu yote ya mchezo unahisi ilihitaji mabadiliko zaidi, lakini haikuweza kufanikiwa kutokana na yale ambayo umeyafanya katika dakika zote 90? Wakati tunaingia hapa tulimkosa Winifred Gerald, mtu ambaye ndio key player kwenye hii timu, ndio mshambuliaji tegemeo kwenye hii timu, lakini kwa bahati mbaya hakuwepo. Kwa hiyo tayari timu ilikuwa na mapungufu kwenye eneo la kushambulia. Kwa hiyo tulijaribu kuangalia tucheze na mastreka wawili tuone namna gani tutakuziba kufidia gap la Winifred, lakini haikuwezekana, haikuwa sawa sawa. Bado hatakuwa na nguvu kubwa kwenda mbele na ili tulazimu tubadilishe mfumo tena, tujaribu kuona kwamba tuingize watu ambao watakuwa na nguvu kwenda juu, lakini kwa bahati mbaya kwenye mpira huwa inatokea wakati unafikiria namna gani utapata wenzako wanapata, na kwa umri wa wachezaji wetu hawa wakishakuwa wametanguliwa na timu ambayo wanaamini kwa ni Giant, na kuwa shida kurudi kwenye mchezo. Kwa hiyo naona kwamba tulipotea mara baada ya kuruhusu goli la kwanza na tukawa tuko nyuma wakati kipindi cha kwanza tulikuwa tuko mbele tukiongoza mechi. Leo mmepoteza, lakini mna mchezo mwingine wa marudiano ambao utakwenda kupigwa kule katika jiji la Lusaka nchini Zambia. Matumaini yako, lakini pia neno lako kwa Watanzania kuhakikisha mnakwenda pengine kupindua meza katika ardhi ya ugenini ili muweze kupata nafasi ya kuendelea katika kufuzu michuano kombe la dunia 2026. Kitu ambacho leo kilikosekana ni jinsi gani ya kuweza kufunga magoli, kama ambavyo nimezungumza awali kwamba tulitengeneza nafasi zaidi ya 3 kipindi cha kwanza ambazo zilipaswa kuwa magoli na pengine mechi isingekuwa hivi. Kwa hiyo nataka kuamini kwamba tuna kazi kubwa ya kurekebisha sehemu yetu ya kushambulia, kuhakikisha kwamba tunaweza kutumia nafasi ambazo tunazipata, lakini pia kuimarisha eneo la kujilinda. Tumefanya makosa mengi binafsi kwenye eneo la kujilinda ambayo yametugharimu. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kama wasichana wataweza kuwa watulivu, wataweza kusikiza maelekezo, magoli matatu sio mengi, bado tunaweza kufunga magoli matatu na kupata goli la ziada na tukaendelea mbele. Ukimtoa Lydia, kuna mchezaji mwingine alitoka kwa majeraha. Una wachezaji wangapi hadi hivi sasa ambao pengine wanaandamwa na majeraha? Tuna shida ya wachezaji key players wawili, kwa maana Lydia na Winifred. Ndio wachezaji ambao kwa kweli ndio moyo wa timu na kwa bahati mbaya wameenda nje ya mchezo. Lakini yote kwa yote wengine wamefanya kazi kubwa, wamejitahidi sana. Wao kama wachezaji kazi yao ni kuzalisha makosa, na sisi kama technical staff kazi yetu ni kuwaelekeza ama kurekebisha makosa ambayo wameyafanya. Kwa hiyo ni kweli najua naamini sasa hivi wako chini sana. Kwa hiyo tuna kazi kwanza ya kuwafanya warudi katika hali ya kawaida, tuwainue na turudi mchezo. Nikushukuru sana na hongera, na jiandae vizuri kwa ajili ya mchezo wa marudiano. Asante sana, shukrani.